Habari, kwa nini Marekani anaweza kuingia katika anga ya Iran na ndege zake bila kuonekana na kutoka? Nisikilize ni kujibu hili swali. Hili swali limekuja kutokana na tukio la jana tarehe 3 mwezi wa 4 ambapo Iran waliweza kutungua ndege 2 za Marekani pamoja na helikopta 2 za Marekani. Sasa swali likawa linakuja, hizo ndege ziliwezaje kuingia katika anga ya Iran bila Iran kuona? Na Marekani wanatamba kwamba wao wana control anga ya Iran. Sasa nisikilize ni kujibu hili swali. Uhalisia wa mambo ni kwamba Iran imewekewa vikwazo vya kiuchumi kwa zaidi ya miaka 40 sasa na Marekani na washirika wake. Hii inamfanya Iran ashindwe kupata teknolojia mbalimbali za kumwezesha kudhibiti anga yake, kwa sababu makampuni mbalimbali yanaogopa kumuuzia Iran teknolojia mbalimbali ambazo anaweza akazitumia kudhibiti anga yake. Halafu Marekani yeye hana vikwazo vyovyote vya kiuchumi na ana uchumi namba 1 duniani unaomwezesha kutengeneza jeshi la anga bora duniani. Kwa hiyo hapa tunaona Marekani ana uchumi mkubwa na jeshi bora la anga, alafu Iran ana vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo ni kama mtu kamfunga mwenzie mikono, alafu anapambana naye, alafu anamwambia unaniona sasa nilivyo na nguvu, wakati huyu mwenzie kafungwa mikono. Umenielewa? Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kilichopo. Kwa hiyo Marekani anaweza kuingia katika anga ya Iran kwa sababu Iran ana vikwazo vya kiuchumi vinavyomfanya ashindwe kudhibiti anga yake vizuri. Lakini hakukaa kizembe Iran. Alipoona inamuia vigumu yeye kupata teknolojia za kudhibiti anga yake, aliamua kujikita katika ballistic missiles pamoja na drones. Na hizi ballistic missiles alihakikisha zitaingia katika anga ya Israel pamoja na mataifa ya Kiarabu bila kuzuilika kirahisi katika ulinzi wa anga wa Marekani na Israel. Je, Iran amefanikiwa katika hilo? Ndio, amefanikiwa. Tumeiona kuanzia mwaka jana katika vita ya mwezi wa 6 ile ya siku 12, Iran aliweza kuchakaza ardhi ya Israel. Lakini pia mwaka huu tumeshuhudia Iran akitawala anga ya maadui zake kwa ukubwa zaidi, kwa sababu mwaka huu Iran hapigi Israel peke yake bali anapiga na mataifa ya Kiarabu. Kote huko tunaona ana uwezo wa kuzipiga target alizokusudia. Kwa maana hiyo hapa tunasema kwamba Marekani anatawala anga ya Irani kwa ndege zake, anaingia na kutoka, lakini na Irani naye anaingia na kutoka Israeli na katika mataifa ya Kiarabu na ballistic missiles zake na drones kama anavyotaka. Kwa hiyo kila mtu anaingia katika anga ya mwenzie kama anavyotaka. Sema tu kila mtu anaingia na nyenzo yake tofauti. Marekani anaingia na ndege, Irani anaingia na ballistic missiles pamoja na drones. Ndio maana hii vita kila mtu anachakaza ardhi ya mwenzie. Kwanza kabisa mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Ndio maana mnaona hii vita si ya upande mmoja, sio kwamba Iran anapigwa peke yake kama ilivyokuwa kwa Saddam Hussein au Libya, bali hii vita unaona Iran akipigwa na yeye anaenda kuwapiga wenzie. Sio kama vile tunavyoiona ile ya Ukraine. Umeona? Iran anapopigwa na yeye anapiga kwa wenzie, hivyo hivyo. Kwa hiyo utakapojiuliza kwamba mbona anga ya Iran inaingilika kirahisi na ndege za Marekani, pia jiulize kwamba mbona anga ya Israeli inaingilika kirahisi na ballistic missiles pamoja na drones za Iran. Tuingie katika swali la pili ambalo watu wanajiuliza sana, ni swali la mapilot. Tumesikia Iran wamedondosha F-15 ndege ya Kimarekani ndani ya Iran, nafikiri maeneo ya Khuzestan. Huu ni mji wenye mafuta sana pale Iran. Sasa wamedondosha F-15 na ilikuwa na rubani pamoja na msaidizi wake pembeni. Sasa hawa marubani wawili, niwaite marubani wawili, mmoja ameokolewa, mwingine hajaokolewa. Kwa hiyo mwingine wanamtafuta. Sasa huyu aliyeokolewa ilileta maswali mengi kwa watu. Watu wengi wakawa wanajiuliza kwamba Marekani wamewezaje kumuokoa haraka haraka huyu rubani wao mmoja katika ardhi ya Iran, wakati labda Iran ndio walitakiwa waweze kumuokoa haraka haraka, kumchukua haraka haraka, kumteka. Alafu huyu mwingine anayetafutwa, Iran inakuwaje wanashindwa kumpata kirahisi wakati yuko katika ardhi yao? Lakini Marekani nao ndio hivyo, nao wanaendelea kumtafuta. Swali linakuja, kwa nini huyu imekuwa ni ngumu Marekani kumpata wakati mwingine wameweza kumpata kirahisi? Haya, nisikilize, kwa sababu naona watu wanajibu yani wanauliza maswali na kujijibu vitu ambavyo havieleweki. Ndio maana najikuta nataka nitoe ufafanuzi. Kitendo cha Marekani kumpata pilot wa kwanza haraka haraka sio kwa sababu Marekani wana nguvu sana. Hapana,
au sio kwa sababu Irani ni wazembe sana. Hapana, mnatakiwa mfahamu hawa mapilot wanapokuwa katika zile fighter jets, katika hizo ndege za kivita, wanakuwa tayari wana vifaa maalum, kwa sababu tayari wanakuwa wameshajiandaa endapo watatunguliwa itakuwaje. Kwa hiyo utakuta wanavalishwa zile survivors radios, umenielewa? Alafu pia wanavalishwa kitu kinaitwa locator beacon. Hiki ni kifaa ambacho kinakuwa kina GPS. Wanakuwa na mawasiliano ya satellite. Hivi vifaa vinakuwa vinafungwa kwenye zile flight suit, umenielewa? Kwa hiyo wanaporuka wanaruka na hivi vifaa wakiwa wamevivaa. Yaani ndege ikitunguliwa na adui, pilot ana uwezo wa kuruka ili kujiokoa kimaisha. Sasa anakuwa kavaa hivi vifaa. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hivi vifaa vinakuwa vinamwezesha yeye kwanza kujulikana alipo kirahisi, kwa sababu amevaa kifaa kama locator beacon. Hiki kinakuwa kina GPS. Mmenielewa? Kwa hiyo mabosi wake kule makao makuu kwenye commanding center wanakuwa wanajua kwamba pilot wetu yuko katika eneo fulani. Kwa hiyo wao wanajua kirahisi kuliko Iran, hata kama kadondokea kwenye anga, kwenye ardhi ya Iran. Kwa hiyo ni ngumu kwa Wairani kujua haraka haraka alipo, ila ni rahisi kwa Marekani kujua alipo, kwa sababu jamaa anakuwa amevaa kifaa chenye GPS kinachomuonyesha alipo. Lakini pia ni ngumu kwa Irani kujua alipo hata kama kadondokea kwenye ardhi yao, ila ni rahisi kwa Marekani kujua alipo, kwa sababu jamaa anakuwa anaendelea kuwasiliana nao, anaendelea kuwasiliana na commanding center kule, unaona, makao makuu. Kama kuna ndege imetumwa kuja kumuokoa, anakuwa anawasiliana na ile ndege kwamba niko sehemu fulani, na ile ndege inamuona, labda wanamtia moyo kwamba tusubiri, tunakuja, endelea labda kujificha, fanya hivi, badili location, umenielewa? Kutokana na kwamba nini, tayari anakuwa ana vile vifaa. Kwa hiyo ndio maana iliwawia Marekani urahisi wa kumuokoa pilot wa kwanza, na ndio maana ilimuia Muirani vigumu kumpata huyo pilot, kwa sababu Irani wao hawana vifaa hivyo, umenielewa? Iran nao kwa pilot wao akidondoka kwenye ardhi ya Marekani, wa Iran nao watampata kirahisi, kwa sababu watakuwa wamemvalisha hivyo vifaa vya kujua alipo na kila kitu. Kwa nini inakuwa kazi kumpata pilot wa pili? Huyu pilot wa pili ambao wanamsaka sana wa Iran pamoja na wa Marekani, kuna uwezekano mkubwa vifaa vyake vimeharibika katika kushuka. Vikiwa vimeharibika, pilot anakuwa hapatikani kirahisi, kwa sababu kile kifaa ambacho kina GPS, Marekani wanakuwa sasa hawajui tena location ya yule pilot kama kimeharibika. Kama ile survival radio imeharibika, Marekani wanakuwa hawawezi tena kuwasiliana naye yule pilot. Lakini pia kama wa Iran wanakuwa wameshajua, alafu wakacheza na teknolojia wakajam signal, maana yake ni kwamba Marekani wanakuwa sasa wanashindwa kumpata kirahisi. Mmenielewa? Lakini wakati mwingine pilot mwenyewe akijiona yuko kwenye hatari zaidi, anaweza akawa anazima vile vifaa ili tu kuwaepusha labda wa Iran wasiweze kumdetect kirahisi, wakajam zile signal. Alafu anaweza akawa anawasha kwa kuvizia. Mmenielewa? Kwa hiyo mkiona Marekani wamemuokoa pilot wa pili, basi mjue alikuwa amezima vile vifaa, alafu anawasha kwa kuvizia. Mkiona wa Irani ndo wamempata, basi mjue vifaa vyake viliharibika kabisa. Katikati ya mwezi wa 3, Iran waliweza kuipa itilafu ndege bora ya Kimarekani duniani ya F-35. Ikabidi itue haraka, lakini hawakuitungua, ila waliipa itirafu angani. Alafu jana ndo wa Iran wakaweza kutungua ndege 2 pamoja na helikopta 2 za kwenda kuokoa za Black Hawk. Hii inamaanisha nini katika vita inayoendelea? Hii inamaanisha kwamba kuingia katika anga ya Iran ni rahisi kwa Marekani, lakini kukaa katika anga ya Iran sasa hivi ni hatari, ni kama kujitoa muhanga. Utaingia lakini hutakaa kwa raha, kwa sababu wakati wote wanaweza wakakutungua, na hii ni aibu kubwa sana, kwa sababu hizi ni ndege bora sana za Kimarekani. Kutunguliwa hivi na Iran, nchi yenye vikwazo vya kiuchumi, tena wanatumia vifaa vya bei rahisi tu, maana yake ni kwamba kwanza kabisa ni kudhalilisha jeshi la anga la Marekani, lakini pia hizi ndege zimeshuka soko sasa hivi kwa kutunguliwa na Iran. Kama mnavyojua hizi ni biashara sasa hivi, kwa hiyo hazitakuwa zinathaminika tena kama zilivyokuwa zikithaminika zamani. Na teknolojia za Iran sasa hivi zitaanza kupata soko duniani, kwa sababu zimeweza kutungua ndege bora duniani za Marekani.